Sema ni kama almost kama milioni 3 hivi ambazo zilikuwa zimewachanganya mashabiki walio wengi sana, wameshindwa kusafiri kuelekea Morocco pamoja na timu. Na watu wanatakiwa wafahamu dola 1200. Dola 1200 watu wafahamu kwamba Morocco sio sawa na safari za kwenda na Kimbinyiko na kwenda Mtibwa, unakwenda Azam labda kwa Baresa, unakwenda labda unatoka Mbagala unakwenda Mwenge. Kule ni Morocco, na Morocco lazima upitie maeneo mbalimbali. Kama unasafiri kwa ndege sio ya kukodi, lazima upitie Ethiopia au Turuki. Lakini kama unakwenda na ndege ya kukodi ya moja kwa moja kwako, unatoka moja kwa moja kwenda Morocco. Lakini pia huwezi kufika kwenye mji ambao Simba anakwenda kucheza mechi. Lazima kwanza ufike Mohamed wa 5 katika airport ya Mohamed wa 5 pale Casablanca, umeelewa? Kwa hiyo lazima upite sehemu hizo. Lakini pia kule unaweza kuta labda huko unaenda kununua supu 2000, kule unakuta supu ni 10,000 kwa thamani ya hela yetu. Kwa hiyo ndio maana watu wakaambia dola 1200. Kwa hiyo maana watu wanafahamu nini safari. Lakini pia ukimwona shabiki wa Simba analalamika hajaenda Morocco, huyo atakuwa ana matatizo ya akili. Lakini wote wenye lazima wa akili hawezi kulalamika kutokwenda Morocco, kwa sababu wanafahamu safari ya Morocco na namna gani waendaje wa Morocco. Lakini tunashukuru Mwenyezi Mungu, wenye uwezo wameenda, na ninaamini watu wa mashabiki wa Simba ambao wako Morocco watatuwakilisha zaidi, na mimi naamini duniani mahala popote kanyaga nchi yoyote huwezi kukosa shabiki wa Simba. Kwa mashabiki wa Simba walioko kwa Morocco, mimi naamini watajitosheleza zaidi. Waliolalamika wana malazi ya peke yao. Wao wasidhani kwamba Morocco sasa sana kwenda Bunju. Sawa, Rais Samia akatoa ndege. Amekupa ndege. Ukifika Morocco unakula nini sasa? Sasa tunasema kwa mfano, unajua kuna matukio mengine hata kwa jiulize. Nilipoa safari hapa kuelekea Morogoro kwenda kuzindua nini, uzinduzi wa jezi. Tulijazana sana kwenye treni pale. Mwisho wa siku wakaondoka watu wengine wakabaki kutokana na wingi wa watu. Kwa hiyo mtu analenga kitu kutokana na wingi wa watu. Lakini pia usikie kelele ya vyura eti sisi tulienda sehemu fulani, hazisaidii kitu. Tujiangalie sisi kwamba uongozi wetu umetutengenezea mazingira gani ya sisi. Lakini pia Simba hatujazoea vitu vya bure, lazima watu waheshimu hiki kitu. Sisi si watu wa bure, na ndio maana hata kiingilio chetu tumetangaza mapema. Mimi naamini ingekuwa finali ya upande wa pili, ungesikia kiingilio supu na bakuli, na afu msimu huu tungeambia na bakuli ya mbuzi. Lakini imesikika kauli mashabiki wale wengi wakilalamika, wakiona hiyo dola 1200 ni nyingi sana, huku upande wa pili majirani zenu Dar es Salaam wakisema, mashabiki wao wakisema kwamba wao walikuwa na mpangilio mzuri. Inaonekana upande wa kwenu kuanzia safari ya kuelekea Afrika Kusini kulikuwa hakuna mpangilio proper management, nani aende nani abaki kwenye matawi. Inaonekana kila mmoja anahitaji kwenda, na ndio maana kumetokea saga hili, kwamba utofauti wa tabia yao na sisi. Wao wanatafuta umaarufu, Simba tafuti maarufu. Hivi vitu watakuwa vieleweke. Kwa nini wao wanatafuta umaarufu? Kwamba waonekane kuwa wamekuja na mashabiki. Simba propaganda hiyo tu, na tumekwenda kule hatujakwenda mashabiki wengi, lakini wenyewe mliona pale tulisimamisha katika ule uwanja wa Sela Bijani kwamba sisi tuko wengi zaidi kuliko wao. Lakini pia Simba ana impact kubwa ya kwenda sehemu, lakini kama nilivyosema awali kwamba sisi hatujazoea vitu vya bure. Yaani shabiki wa Simba hajazoea vitu vya bure, na ndio maana unakuta wao wanaalikana kwenye mabakuli ya supu. Sisi tuwekane mabakuli ya supu, tunaalikana uwanjani kwenda kushinda mechi, na hata leo tuambia Simba kiingilio 30,000 kwenye finali watakwenda, lakini wao wangeambia 30,000 wasingekwenda. Kwa mimi ninachokisema kwamba wao wanatuambia sisi hivyo, lakini sisi tunawaambia wao uwezo wa kufanya hivyo hatuna. Sisi tunachowaza sio kwenda Morocco, tunawaza tunashindaje Morocco ili tuweze kubakiwa na kombe. Kwa maana tukianza kurudia safari ya Morocco tutaonekana ni wazima wa akili. Je, Morocco unaenda kutalii au umesikia kule kwamba kuna sehemu labda unakwenda kutalii hapo, unasema maliza kutalii unarudi? Lazima watu wafuate vigezo, na vigezo vyetu tutolee mfano. Ikitokea mashabiki 10,000 wote wanataka kwenda, ndege moja ingetosha? Isingetosha. Na ndio maana viongozi wetu kwa uweledi na akili timamu, wakiwa wako sawa, hawana mgogoro wa aina yoyote, wakasema dola 1200 ukiwa nayo utakwenda. Tusubiri tunakuja kuona mechi ya Benjamin Mkapa. Na ndio maana kiingilio tumetangaza mapema. Lengo la kutangaza kiingilio mapema ni nini? Watu wanunue tiketi, wajiandae kwenda Benjamin Mkapa. Na finali kuu kuliko finali zote ambazo zitachezwa kwenye mechi hii ni finali ya Benjamin Mkapa. Kuna kombe, kula hakuna kombe. Kuna ile kwenda Morocco unafanya nini? Kwa maana kwa mtu ambaye anajitambua anaona kwamba hii safari ya kawaida na kukosa sio kwako, na kama unajiona una uwezo kama safari uende mwenyewe mpaka na klabu. Twende hapa. Kuna swala zima, saga zima la Faisal Salum Feitoto, vile Elimu Panzu Kibisa wala change quota. Mmoja na wananchi wanamtolea macho akisema ameenda kwa mkopo, na mwingine Faisal Feitoto huyu Yanga wanasema washamalizana naye, Simba wanasema washamalizana naye. Kwa upande wenu nyinyi mashabiki wa Simba, tuanzie kwanza Elimu Panzu Kibisa wala homa ya jiji. Labda unajua kitu kimoja, lazima watu watahangaika. Tunasema kila siku. Tumemkuta mzee Mkude hapa, tumemtumia anaenda kule uzeeni. Mmesikia, tumemchukua mzee Chama, tumemtumia mpaka anaenda uzeeni. Labda Kibisawala ambao wanamhitaji wao, ile Kibisawala ambaye labda ni kuanzia mwaka 2038 kuendelea mbele, lakini sio sasa hizi. Lakini pia Simba haina hazi ya kuchukua mchezaji kwa mkopo, ni fedha na ni haibu. Bilionea namba 1 Afrika Mashariki anakuwa kuchukua mchezaji kwa mkopo, tena ni Kongo. Yaani ni sawa, labda ingekuwa Ulaya Cristiano Ronaldo tungemwambia kwa mkopo angekuja, lakini sio Elie Mpanzu. Sayansi ya mpira, Elie Mpanzu ana mkataba miaka 2.5.
na yule muda wote swala yote ipo Simba, na sisi Simba sasa tutaamua, kwa sababu sisi ndio wazee wa biashara. Tutaamua tunamuuza dola laki ngapi au mabilioni mangapi au euro laki ngapi, kwa sababu Kibisawala mpango wake mwakani kwenda kushiriki FIFA Club World Cup, na anakuja kwa mkopo kwenye timu kama hiyo. Lakini pia kuhusu swala la Faisal ni ndoto ya klabu ya Simba ya muda wote, pia hata kocha anaonekana na uwezo wa kumtumia. Kwa hiyo tayari mpaka sasa hizi naweza kuambia kodi ziko mezani, swala la kufungua tu kwamba kodi namba 1 namba 2 zikaa sawa. Tunajua zile kodi za zile za movie za Kihindi, unabonyeza hapa na bonyeza pale, unakuta jumba zima la sanamu linafunguka. Kwa hiyo sasa hivi tunasubiri jumba la sanamu lifunguke. Lakini pia hakuna Faisal ambao wao wamemsainisha, labda Faisal wa Buza. Lakini Faisal Feitoto ambaye anachezea Azam hawezi kwenda Yanga kwa sababu walimdhalilisha mama yake. Tujiulize, sukari zimeisha? Sukari hazijaisha. Lakini pia bado tujiulize, mama yake sasa hivi kageuka kuwa binadamu. Si aliitwa Andazi, mama yake sasa hivi kageuka kuwa binadamu mpaka aende Yanga. Kwa mama yake bado Andazi na hata kwenda, na mimi ninachowahakikishieni labda Faisal huyo watamsibiri tena azeeke kama walivyomgoja mzee Chama ndo atakwenda pale. Lakini pia Faisal anajua klabu gani ambayo anakwenda utafuta mafanikio. Hivyo naambia msimu ujao unacheza na Cristiano Ronaldo, msimu ujao tunasaliani za ndani tunatamani hata kuja Busquets hapa, lakini wewe unaachaje kuja kucheza kwenye klabu hiyo? Lakini pia unakwenda kucheza na Barcelona, unakwenda kucheza na Flamengo, unakwenda kucheza na Al Nassr, unanielewa, msimu ujao kwenye kundi letu la FIFA Club World Cup, unanielewa. Sasa anaachaje kuja timu kama hiyo? Kwa hiyo hawezi kwenda timu zingine za aina yoyote. Mimi naamini Faisal ni wa kwetu na ni swala la muda kutua Msimbazi. Hayo mambo mengine tuachie. Unajua sometimes ukivurugwa binadamu huwa unapata furaha. Kwa hiyo ndugu zetu wamevurugwa sasa hizi, hawaelewi cha kufanya. Walikuwa wanajua Simba ataferi, Simba kafaulu, sasa hizi uko finali. Walijua Simba msimu huu utakuwa na buruza mkia, sasa hizi Simba anaongoza ligi. Lakini pia walijitania kusema kwamba finali yao kwa wao wamefika finali, lakini finali yao kwa wao walikuwa Simba anaongoza ligi. Turudi hapo, anaongoza ligi gani ikiwa wao ndo wanaongoza ligi? Wapo juu kileleni kwa tofauti ya pointi 4 pale. Unaongoza ligi kwa wakati huo kipolo cha kwetu hatujacheza nacho. Kwa maana ukiona wao wanaongoza ligi kuna mchezo Simba hajacheza. Yaani ukimwona Yanga anaongoza ligi mpaka sasa hizi, unajua kuna mchezo hajacheza, na ndio huo mchezo ambao wao hawataki. Yaani huo mchezo hata kama tukicheza juu ya bati au baharini, huo mchezo lazima tushinde, na ndio maana wao hawataki kucheza, wanajua Mansia. Lakini Faisal hawezi kwenda kwenye timu za mgomo, unanielewa? Eti leo tucheze leo tunacheza, alafu unajua muda mwingine ni mambo ya aibu. Yaani Simba anaanza kwenda kucheza Morocco Mohamed wa 5. Asoma Mohamed wa 5 anaanza kwenda kucheza Morocco kwenye finali ya Confederation Cup. Watu wanaanza kucheza dabi. Wewe unaona kwamba hivi vitu viwili tofauti hivi. Umeona kwamba hii ni klabu ya mpira, hii klabu ya hatuchezi. Sasa tunachowaambia kwamba wasicheze, na sisi hatutahitaji kucheza nao, lakini kikubwa sisi tunachofocus kwenye finali yetu, na tunawaambia kucheza kwao hakutamsababishia Simba kufikia malengo yake. Kama malengo yetu ni ubingwa, tutachukua ubingwa, na kama malengo yetu kuchukua kombe la CAF, tutachukua kombe la CAF, na kama malengo yetu kuitangaza Simba duniani, tutatangaza Simba duniani kwa namna yoyote. Lakini pia nyinyi msione sawa la ajabu kutuambia wao hawachezi. Kwa nini hawachezi? Kwamba Simba ni klabu kubwa kama azi yake kama Barcelona, Real Madrid, Liverpool, Manchester United. Kwa hiyo unapokwenda kuitetea yani drama Simba, labda unaposema labda mchezaji fulani hadi fulani, labda Simba sasa tucheze naye, wewe unapata umaarufu. Sasa na leo mimi kwa mfano niende hapa leo nikagombana na Mohamed Dewji, najua watu wengi watakuja kujiuliza huyu anagombana na Mohamed Dewji ana nini? Mlete tukifanya Yanga kwamba anatugombanisha yeye na Simba ili na yeye aingie akue kidogo kwenye umaarufu. Kwa hivi vitu ni vione vitu vya kawaida, lakini kuja kuangalia havina mashiko, unanielewa? Lakini pia mimi nataka niseme swala moja. Unajua huu mwaka ni mwaka wa kampeni. Ukiacha mwaka wa kampeni ni mwaka wa uchaguzi wa rais, diwani pamoja na mbunge. Kwa hiyo mimi nataka nimwambie mheshimiwa rais kwamba aangalie namna hili sakata la dabi namna linavyokwenda na watu hao wanavyosema hawachezi. Mimi naamini hao na jambo lao, na kuna mtu ambaye anawasababishia hao wasicheze. Kwa hiyo mheshimiwa rais aende kaweke uchunguzi mapema ili kuchunguza, kwa sababu inawezekana wakatuvurugia mambo yetu ya mbele. Sisi kama klabu ya Simba tunahitaji amani, tunahitaji furaha kwenye ardhi ya Tanzania, na tunahitaji tukisharudi na kombe la Confederation Cup tushangilie kwa furaha, asianze kutuletea fujo. Hapo nyinyi ndio mlikuwa watu wa kwanza kukimbia uwanjani kusema hamchezi mpaka uchunguzi uwe umekamilika. Nani alosababisha siku ile nyinyi msifanye mazoezi? Lakini kilichokuwepo sasa hivi inaonekana mnataka kucheza, hata huo uchunguzi, majibu ya uchunguzi hayajatoka. Kitu gani ambacho kinasababisha nyinyi mtake kucheza wakati majibu ya uchunguzi hayajatoka? Kwamba kinachosababisha sisi tunataka kucheza kwa sababu Simba ni timu ya mpira na Simba ndiye baba wa Tanzania. Yaani ukisikia Simba ni baba wa Tanzania, na hata kuja kuangalia kwenye takwimu hakuna kombe lolote ambalo tumeshiriki sisi na Yanga. Simba ndio timu ya kwanza kucheza finali, Simba ndio timu ya kwanza kucheza nusu finali katika Champions League, Simba ndio timu ya kwanza kuchukua kombe la ligi kuu la Tanzania, Simba ndio timu ya kwanza kuchukua kombe la Muungano, Simba ndio timu ya kwanza kuchukua kombe la Confederation la FA. Yaani Simba ni ya mwanzo, na hata siku ile walitukosea adabu, yani timu ya mpira kutuunganisha na wao walitukosea adabu, na ndio maana sisi tuliwaambia tucheze. Na ndio maana ili ndio ukubwa wa Simba aliandika barua moja tu.
Barua moja ya Simba sawa sawa na akili ya mashabiki wa Yanga 300,000 wenyewe kuja kuwajumlisha. Umenielewa? Kwa hiyo nyinyi ndio mlivunja dabi siku ile sichezeke. Wao ndio walisababisha kuvunjika kwa dabi. Kwa nini walisababisha kuvunjika kwa dabi? Meneja wa uwanja anasema kuwa hana taarifa ya Simba kufanya mazoezi. Lakini pia hakuna kanuni ya kuweka mabouncer uwanjani. Kwa maana sisi kwa sababu tulikuwa tunashiriki mashindano ya CAF Federation Cup, tuliona kuna viashiria vya kutokuwa na amani, wachezaji wetu wataumia, wachezaji wetu watakuwa wanaharibikiwa. Umenielewa? Kwa hiyo sisi tukaona ili tusifanye hivi, tujiandae kuja kucheza finali, na ndio maana tuligoma. Lakini pia tuligoma kwa sababu tulijua tukicheza na Yanga hatutacheza finali ya CAF Federation Cup. Hii swala nitakuwa mnielewe. Kwamba tuligoma, tulijua tukicheza na Yanga tarehe 8 hatutacheza finali ya CAF Federation Cup, hatutacheza nao tuko finali. Na hata mwakani msichangae, dabi ya kwanza itachezwa, dabi ya pili sichezwa, sababu tunajua tukicheza nao tufike finali. Tumesha robo finali mara nyingi, unanielewa? Wanaona kwamba wanakwenda kutengeneza mipango ili sisi tufeli. Kwa mwaka huu tumewatukia, na ndio maana tuliwaambia barua moja tu. Muone kasema barua moja sichezi. Wao mpaka sasa hivi wana barua 30,000 kwenye akaunti yao. Kila siku akiamka hatuchezi, wanaposti barua mpya. Kwa hiyo sisi tulifanya vile kwa makusudi, tukiwa tunajua lengo tukifika finali ya CAF Federation Cup. Kama tungekuwa tunacheza na wao tusingecheza. Kwa hiyo ili sisi tulifanya tukiwa tunajua, tukiwa na akili timamu. Mahesabu yenu yapo kwa Maxim pia Nzengeli kutoka Dar es Salaam Africans. Anapita kila sehemu ya dimba la uwanja. Labda Maxim Nzengeli yeye ndo kaitaka Simba, lakini sidhani kama viongozi wa Simba wanataka Maxim Nzengeli, kwa sababu mimi naamini Simba wana wachezaji zaidi ya Maxim Nzengeli. Kwa sababu gani? Ukija kumwangalia Mutale Budo sawa sawa na Pacome 200,000 unafungashia na Aziz Ki, yani unatoa kama kifungashio. Matusi hayo. Sio matusi, mimi nakwambia Pacome 200,000 unamchukua na Aziz Ki kama kifungashio. Kwa maana ukimhitaji mchezaji wa aina hiyo, wewe mwenyewe umeona. Tuambie mara ya mwisho Pacome kupiga 1-2 mpaka likapatikana. Huyo nani Maxim Nzengeli. Zikapiga 1-2 mpaka goli likapatikana. Lakini pia tuambie Pacome huyo ana uwezo wa kufanya vile anavyofanya Nanu, anafanya sijala. Balala Pacome ulioni kwani? Balala Pacome wapi? Wacheza na watu wa Manungu anafanya balala. Cheza kafu kule. Mpaka Ahali wenyewe wanamjua. Ngoja kwanza, waliambiwa atafute goli moja hapa Benjamin Mkapa. Huyu alikuwa hayupo. Sasa alikuwepo. Sisi sijala ameweza kutafuta goli moja. Tumeingia kwenye hatua ya robo finali hapa. Kwa hiyo kwamba unajua kabisa anafanya vile vitu akiwa anacheza timu za ndani, lakini nje ya timu za ndani Zanzibar tumemwashinda. Kwenye ligi yetu goli 66 Zanzibar hajawahi kushinda hata goli 3 pale. Kama ameondoka na goli 3, kiongozi yoyote wa Yanga aje nyumbani nampa milioni 200 hapa. Kama ameshinda goli 3 Zanzibar mechi yoyote. Kwa hiyo maana hawa ni watu hapa tu. Hawezi kutoka nje na hapa. Na ndio maana unakuta wachezaji wao ni daraja lao dogo, lakini Simba kwenda kuchukua mchezaji ni Yanga, yani kama ni kitu ambacho hakiwezekani, kwa sababu Simba ni chuo cha mpira. Chuo cha mpira kwenda kununua wachezaji sehemu ambazo sio chuo cha mpira. Kwa mimi naona binafsi hizo ni drama ambazo wao wanazitengeneza. Waonekane wachezaji wao ni watu wa kutendi mjini, lakini sisi hatuwezi kwenda kuchukua wachezaji kutoka Yanga. Na ni alamu kwa zama za usoni na tajiri Mohamed Dewji ambaye mimi ni babu yangu, hawezi kuchukua mchezaji kutoka Yanga. Labda itakuwa dharura, lakini sidhani kama anaweza kuchukua mchezaji ni Yanga. Kwa sababu wewe mwenyewe unaona madaraja ya wachezaji wa Yanga na madaraja ya wachezaji wa Simba ni vitu viwili tofauti. Ili ujue hilo, sababu sasa hivi wana miezi kama 6 hajapostiwa kwenye peji za CAF. Lakini wachezaji wa Simba kila siku wanapostiwa kwenye peji za CAF. Sasa kuna nini unachukua mchezaji wa aina hiyo? Kwa maana kumbe wachezaji ambao wao nao ni hapa. Na sisi msimu huu hatutasajili mchezaji kutoka Afrika. Tutasajili mchezaji kutoka Ulaya, kwa sababu tuna mashindano makubwa zaidi ya haya ya Afrika. Watu kuchukua mchezaji wa hapa tutakuwa sasa tunacheza bure. Unanielewa? Kwa hiyo tunataka tukachukua wachezaji wa madaraja makubwa, na msimu ujao tunasajili kupitia Euro. Euro atakuja kuzishangaa, Euro hajai kuziona. Umeelewa? Sisi msimu ujao tunasajili kupitia Euro. Kwa maana wachezaji wa Euro ni kutoka Ulaya, wote tunajua mchezaji wa Euro kutoka Afrika. Umeelewa? Msimu ujao sasa utakuta winga moja huko nani? Kibisawala, Joshua Mutale Budo, katikati pale anaweza, yani kwa dharura anaweza kunguta Faisal Mabororo mbele. Kuna haja gani ya kuwa na Max sasa hapa? Wao sisi tunatotosha. Na wakati huo tunaenda kushindana na timu kubwa. Mabururu mkongwe yule kashazunguka mpaka basi, yani ina maana nyinyi sasa hivi mnarudi tena kuwachukua 30+. Yani forward ukiambiwa ili ujue forward anajua mpira anzie miaka 30 na kuendelea, lakini ukichukua vijana mwisho wa siku wanaruka ruka. Kwa maana ndio maana watu tunamlilia Mabururu, tunaamini pale Mabururu amekaa center back, huku nyuma unakutana na Kunde. Yani muda wote Mabururu atakuwa na kwa mpira kupeleka golini. Umeelewa? Lakini kwenda na vijana, Kunde kaonekana na kaba. Akatoa tunaenda kucheza mashindano makubwa, lakini pia eji ya Mabururu ndio eji ya ufungaji kwenye mpira. Umeelewa? Na ndio maana hata watu wanakuja kumwangalia. Hata Benzema alipata tunzo Ballon d'Or kwenye uzee. Umeelewa? Zaidi ya miaka 30 akachukua tunzo. Kwa maana maforward wa Kongwe wanajua zaidi kufunga, kwa sababu wamepita kwenye ile eneo na wamekaa muda mrefu kwenye eneo. Na ndio maana sisi mwana Simba kutuambia wachezaji kama hao tutakuwa tunakuelewa, lakini viataji wao vya Mkumbe watu wanaelia Jangwani kama vile muda wote wasumbuani. Sioni mimi elezo ya kucheza. Labda wao waje tena pale, tuna mchezaji mwingine, mzee mwingine yupo pale. Mzee Mzamiru Yasini yupo. Waje amchukue mzee Mzamiru Yasini. Kazi yake kukokota wazee wa Simba, wamemwokota mzee Chama,
Wamekwenda kumwokota mzee Mkude, kuna mzee Mzamiru Yasini yupo Simba Sports pale, waje wamchukue. Sio mzee Shabalala au Kapombe. Ndio kwanza na miaka 12. Beki bora ya muda wote katika ligi ya Tanzania. Shomari Kapombe anaenda kucheza timu ya Vyula. Hivi akasikilizia milio ya Vyula, aache kwenda kusikilizia video ya mjini. Wewe mwenyewe unaona unatoka sehemu ya mjini unakwenda damp. Wachezaji ambao wamezeeka ndio unakuta mzee hapa sasa hivi maisha yakimchinda mjini, anakwenda vijijini. Umeelewa kwa nini anakwenda vijijini? Kwa mchezaji yoyote ambao anakuta Simba kazeeka, anakwenda mjijini. Ndio maana tumewaambia kuna mzee mwingine Mzamiru Yasini kabaki. Waje waondoke naye. Hatuna shida. Kwa kumalizia, wanasema Watanzania wote ni Yanga wakizaliwa, lakini wanapokuwa tu kutokana na mapenzi waga wanaanza kubadilika taratibu. Ni sahihi hili? Ile jibu mimi naamini sio sahihi. Kwa sababu gani? Mimi nataka nikupe homework kidogo. Kwa sababu sisi tunatembea sehemu nyingi. Ukitembea katika watu 10 utakuta Simba wako 8, Yanga 2. Lakini pia sisi tunaonesha mabanda ya mpira, tunafahamu kwamba mashabiki wa Yanga ni wadogo kuliko Simba. Lakini pia huyu aliyesema mshabiki wa Yanga akizaliwa anakuwa Yanga, huyu atakuwa ni mnafiki. Binadamu yoyote anazaliwa kwa muunganiko wa vitu vyeupe. Hapa nataka nitoe kwa homework, yani mtu yoyote nafikiri atakuwa ananielewa. Baada ya kuunganika muunganiko wa vitu vyeupe vinakuwa damu. Damu ni nyekundu, vitu vyeupe ni vyeupe ambavyo jezi ya Simba. Lakini ukiacha kuwa damu, utakapokuwa unazaliwa unasindikizwa na damu. Kwa tayari yani unakujaliwa kisimba Simba. Lakini pia huwezi kuzikwa kwenye dunia hii bila kuvaa yani bila kuvesha vitu vyeupe. Yaani bila kuvesha nguo nyeupe utakuwa shabiki wa Yanga. Kwa hiyo maana unazaliwa ukiwa Simba kwa mujibu wa vigezo na kanuni, kwenda kule unasilimu tu, kwenda kule bana, kwenda kule upande wa nani. Na ndio maana unakuta mashabiki wote wa Yanga ni watu ambao walifeli darasani. Watu wote wa mwisho kwenye darasa ukimuuliza ni shabiki gani wa timu ya Yanga, hakuna shabiki wa Simba mtu darasani amefeli. Na mimi naamini ingekuwa watu wa kwanza hata ili sakala la dabi kuto kucheza wasingekuwa kipaumbele, ingekuwa na mawazo kiakili na wangekuwa wanaenda kuwauliza viongozi wao kwa vitendo na vigezo. Umenielewa? Kwa sababu wamewadanganya sana na sasa hivi wanakwenda kudanganywa zaidi na wanakwenda kuharibu kwenye uongo. Mimi naamini wangekuwa wanajielewa haya yote asingekuwa anafanya. Na ndio maana nikakwambia kwamba shabiki wa Yanga darasani alikuwa wa mwisho. Hakuna mshabiki wa Simba ambaye alikuwa namba 1 akashabikia Yanga. Sababu hata mimi darasani kwangu nilikosoma wa kwanza wetu alikuwa shabiki wa Yanga ya Simba. Ukija kwenye tatu bora utakuta Simba, ukienda kwenye tatu bora za mwisho utamkuta Yanga. Kwa ndio unavyokuja kukuta mashabiki namna tu hivyo. Na hata kuja kufanya tathmini hapa haraka kwa watoto wa sasa hivi, kwenda kuuliza hata watoto 10 atakwambia mimi Simba. Hakuna binadamu hivi. Mbele ndio nikuulize swali. Mshawahi kujiona Yanga wanatembea na nembo yao mkononi? Nembo yao mkononi kama tunavyofanya Simba. Simba tunambeba Simba mkononi. Wao wanabeba Yanga mkononi, wanabeba wapi? Si Yanga Afrika. Wanabeba wapi? Wanabeba dunia. Mimi nataka siku moja wanitengenezee nembo yao waibebe kama tunavyombeba sisi Simba. Leo Mzalama wakati anaondoka akambeba Simba mkononi. Umeelewa? Mzalama wakati anaondoka amembeba Simba mkononi. Wao watengeneze nembo ya mbebe kama yule alivyobeba. Kwa sababu timu zozote duniani lazima tuwe na kiumbe hai ambavyo ni vinyama vya porini. Kuna Simba, ukienda pale wapi? Ukienda Liverpool utakuta jogoo, ukienda Manchester United utamsikia Simba, lakini pia ukienda kama labda Real Madrid utakuta element ya nini, Barcelona na timu zingine. Kwa mfano, timu za hapa Afrika, TP Mazembe wana mamba yule. Lakini wao wana watu, umeelewa? Na ndio unajua kabisa hii sio timu ya mpira. Hii timu kwa sasa hivi tunaita matukunyungu kwa jina la utani Yanga Modern Taarabu. Na maana ni watu wa taarabu, kile kikundi cha wacheza taarabu zamani. Unajua historia yao mimi nitoe kwanza kwa ufupi kabla tunamalizia. Wale lakini wamesema hawachezi, sio hawachezi tu, wameweka na neno ng'oo sasa hivi. Ile neno ng'oo la kwa wao, lakini sasa watu watolee historia yao kwamba wao walizaliwa, umenielewa? Baada ya kuzaliwa kilikusanywa kikundi cha wacheza ngoma, umenielewa? Watu wa boxi na watu wa walinzi makuli. Umeona makundi matatu hayo, makuli. Lengo ni nini? Lengo la makuli ikitokea mizigo kwa wapigania uhuru, labda kubeba makaunta buku yale kuelekea kwenye ofisi, wale makuli wanachukua mizigo wanabeba. Ikitokea mkusanyiko wa viongozi, labda viongozi hapa wanakutana kina Mwalimu Nyerere kugombania uhuru, wale wataarabu wanacheza taarabu. Umeelewa? Na ndio maana tunaita Yanga Modern Taarabu. Kwa sababu ni watu wa taarabu, na ndio maana sasa hizi unakuta mambo yao taarabu. Kwa hiyo hawana ile discipline ya kimpira. Na nilikuwa natamani kama ingekuwa inawezekana ile tarehe 15 asitokee alafu akacheza ligi ya mkoa wa Yanga. Shukrani sana.